Ushawahi kujiuliza kwa nini mwanaume anaweza akakupenda sana lakini asikuoe? Na inaweza ikafika mbali, yuko radhi kuoa mwanamke mwingine lakini sio wewe. Kwa nini? Leo nitakwambia sababu 4 zinazomfanya mwanaume asikuoe japo anakupenda. Karibu sana, naitwa Mombeki Crispin. Hii ni Mbeki TV. Kama bado hujasubscribe, naomba ufanye hivyo kwa sababu hapa ndo mahala pekee ambapo tunazungumzia kwa mapana kabisa swala la ndoa na mahusiano na kushauriana. Kwa hiyo baki na mimi hapa uweze kuelewa sababu 4 zinazofanya wanaume wasikuoe japo atakupenda. Sababu ya kwanza inayomfanya mwanaume asikuoe hata kama anakupenda ni kwamba anafurahia relationship bila commitment. Yaani anafurahia mahusiano yenu bila kuwa na commitment. Maana yake ni nini hapa? Ni kwamba hakuna ahadi zinazomfunga kuwa na wewe. Hakuna kikwazo cha kuwa na wewe. Hakuna gharama anayoilipa ya kuwa na wewe. Hakuna changamoto anayokutana nayo ya kuwa na wewe. Mfano mdogo kuweza kunielewa hili ni kwamba kama ingekuwa vyote hivyo unavyompa ama anavyovipata kwako hawezi kuvipata hadi pale atakapokuoa, maana yake ni kwamba pengine ingemradhimu yeye kukuoa. Lakini kama hata akikuoa ataenda kupata hivi vitu anavyovipata hivi sasa, maana yake haoni haja ya kuoa kwa sababu tayari vitu hivyo anavipata. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza linalofanya wanaume wengi wasioe, kwa sababu tayari wanapata kila kitu ambacho hata akioa ataenda kukipata hicho hicho. Hiyo ndio sababu ya kwanza. Sababu ya pili inayofanya mwanaume asikuoe japo anakupenda ni kwamba anakuona wewe ni wa mapenzi, sio wa ndoa. Sasa hii ni sababu ambayo ipo sana kwa wanaume. Yaani mwanaume akikutazama hivi anaona ni kweli anakupenda. Ni kweli una kila sifa ya kuwa na yeye, lakini hauna sifa za kuwa mke. Ila una sifa za kuwa girlfriend, za kuwa mpenzi tu. Na hii ndio pale tunapoona kwamba mwanaume unakaa naye miaka 3, miaka 5 kwenye mahusiano, unakuta anakuja kumuoa mwanamke mwingine na bado anakung'ang'ania wewe. Yaani kwamba tayari ameoa mtu lakini bado hataki kukuacha. Unajiuliza, huyu mwanaume vipi? Yupo na mimi, ameniacha mimi kaenda kuoa mwanamke mwingine lakini bado hataki kuniacha na ning'ang'ania. Maana yake ni nini? Haimaanishi hakupendi. Ni kweli anakupenda ndio maana anakung'ang'ania. Lakini anaelewa kwa ukweli wake wa nafsi kwamba wewe ni mwanamke mzuri lakini sio mke mzuri. Kwa lazima kuna wakati na nyinyi wanawake mjitathmini. Ni kweli mna hiyo wife material, mna hizo character za kuwa mke? Kwa sababu unaweza kulalamika, kwa nini mwanaume wangu anioi, ananiaje kila siku ananidanganya. Pengine tayari yeye ameona kwamba huyu mwanamke hapa tuko wapenzi tu tunasumbuana namna hii. Yeye akija kwa mke wangu itakuwa. Kwa kuna zile elements ambazo mwanaume anajiwekea ama kuna utaratibu mwanaume anajiwekea kwamba hivi vikwazo ama hizi changamoto ama hizi tabia ni rahisi mimi kuzivumilia huyu akiwa mpenzi wangu, ila ni ngumu kuzivumilia akiwa mke wangu. Kwa hiyo niko tayari kuriski kuzivumilia yeye awe kama mwanamke tu kawaida, lakini sio akiwa mke wangu. Na ndio hapo unaweza kaona kuna baadhi ya wanaume unaweza kaishi nao vizuri tu, lakini pindi atakapokuoa unamwona demand yake ama mabadiliko yake ni makubwa katika namna ya kukugadi wewe kutoa kule ambapo zamani mlikuwa mnaishi. Unashangaa anabadilika, anaanza kukupangia sheria, kuna mambo magumu anaanza kukupangia ambayo mvu kwa girlfriend na boyfriend hakuwa akiyapanga. Maana yake ni nini? Lazima uelewe kuna vase hapa. Kuna mke na kuna girlfriend. So hiyo ni sababu ya pili ambayo wanaume wengi hawaoi japo watakupenda, kwa sababu hakuoni wewe kama una sifa za kuwa mke. Sababu ya tatu ya kwamba mwanaume anaweza akakupenda lakini asikuoe ni anaogopa majukumu. Anaogopa majukumu ama anakwepa majukumu. Unajua inapofika hatua mtu anakuoa, maana yake ni kwamba wajibu wake yeye ni wako. Yaani kwamba kila kitu kinachokuhusu wewe kinamuhusu yeye. Kila kitu kitachokukuta wewe, yeye ndo atakuwa mwajibikaji. Kwa wanaume wengi wanapofikiria swala zima la ndoa, hawaongozwi na upendo tu, bali wanaongozwa pia hata na huo uwajibikaji. Anajua kabisa kwamba nitakapomuoa huyu binti wa watu, akiumwa ni mimi, akipata changamoto, maradhi, whatever ni mimi, akipata shida ni mimi, msaada wake ni mimi, kila kitu ni mimi. Mimi ndo mtu wa kwanza ambaye nitabidi nipambane, then nikishindwa ndo naweza nikayatoa huko nje. Kwa wanaume wengi, kulingana na ugumu wa maisha, inawapelekea kuwa wanafikiria sana kwamba je, tuko tayari kuoa?
Kwamba kupenda wanaweza wakawa tayari kupenda, lakini kuoa wako tayari kuingia katika uwajibikaji, wapo tayari kuingia katika majukumu ya ndoa. Kwa hiyo kukwepa majukumu ni moja ya sababu kubwa sana kwa vijana kuogopa kuingia katika ndoa. Kwa hiyo anaweza akawa anaogopa, sio tu akupendi, anaogopa kweli ataweza kukabiliana na majukumu kama akikuweka ndani. Kwa hiyo ni sababu mojawapo inayofanya wanaume wengi wasioe, japo anaweza akakupenda. Sababu ya 4, hii ina mapana kidogo. Sababu ya 4 inaweza kumfanya mwanaume akupende lakini asikuoe, ni options nyingi. Inaweza ikawa wapo wanawake wengi anao ama ana uwezo wa kuwaoa na yupo katika namna ya kuangalia yupi mwanamke wa kumuoa, kwamba haupo peke yako, kwamba wapo wengine naye pia anawaangalia katika namna ya kuangalia yupi anafaa kuwa mke kwake. Kwa hiyo options ziko nyingi, lakini kingine ni kwamba wanaweza wasiwe wapo wanawake wengine, lakini inaweza ikawa tu yeye mwenyewe anafikiri bado hajapata uhakika. Je, huyu ni mwanamke sahihi kweli wa kumuoa? Kweli atatokea mzuri zaidi ya huyu? Kweli atatokea mwenye heshima zaidi ya huyu? Kweli atatokea mwanamke ambaye ni bora kuliko huyu? Kwa hiyo inaweza ikawa yeye yupo katika kusubiri yule mwanamke ambaye anadhani akitokea ndio atakuwa mkewe tofauti na wewe. Sio neno. Kwa hiyo ipo katika both side hapa, kwamba inaweza ikawa ana options nyingi, ana wanawake wengi ambao anafikiri nani wa kumuoa, ama inaweza ikawa hana uhakika kama wewe ndio mwanamke sahihi wa yeye. Kwa hiyo hiyo ni sababu ya 4. Kwa leo unaona hauolewi my friends, pengine yeye bado hajakuwa na uhakika juu ya wewe kuwa mke kwake. Pengine mpo wengi, anaangalia bado nani hapa. Kwa hiyo hiyo ni sababu ya 4 inayomfanya mwanaume anaweza akawa anakupenda lakini akuoe. Moja sababu ambao wanawake wengi mnafikiri tu mwanaume asiyekuoa akupendi. Hapana, mwanaume anaweza akawa anakupenda sana na asikuoe, na pengine akawa anakupenda sana na akaenda kaoa mwanamke mwingine, na pengine akawa na mke asimpende mke wake kama anakupenda wewe. Shanifahamu? Lakini sababu inamfanya asikuoe mpaka sasa, hizi sababu zipo. Sababu ya kwanza nilikwambia, anafurahia relationship bila commitment, yani anafurahia mahusiano bila kuwa na commitment na wewe. Sababu ya pili nilikwambia, anakuona wewe ni wa mapenzi tu lakini sio wa ndoa. Sababu ya tatu, anaweza kuwa anaogopa majukumu, uwajibikaji kama mume katika ndoa. Sababu ya 4 na ya mwisho nilikwambia ni kwamba pengine ana options nyingi za kuangalia mwanamke gani wa kumuoa, ama hana uhakika kama wewe ndio mwanamke sahihi wa yeye kumuoa, kwa bado anasubiria wakati wa kudhani kwamba yupo sahihi mwingine atakayekuja bora kuliko wewe. Kwa hiyo nataka wewe mwanamke uelewe, mapenzi peke yake hayatoshi kumsukuma mwanamume kuoa, bali hivi vyote vitu 4 nilivyokutajia ndivyo vinaweza kuwa msukumo mkubwa wa mwanaume kuoa. Kwa hiyo naomba ufanye tathmini katika haya mambo 4. Ni lipi unafikiri mwanaume wako ndio kikwazo kwake kuoa, ili wakati mnajadili swala zima la ndoa highlight, umtajia ya maeneo na kuangalia kwa pamoja unaweza kumrahisishia vipi haya maeneo yeye ili awe rahisi. Sasa habari njema nikuletee. Nimefungua darasa private la kufundisha watu juu ya swala zima la mahusiano, lakini kutoa ushauri na kuwafundisha watu baadhi ya vitu ambavyo wanataka kuvijua ili kuweza kuboresha ndoa zao na mahusiano yao. Ili kupata hizo klasi, kupata madarasa, naomba unicheki kwa namba yangu ya simu hapo nimekuonesha. Kuna utaratibu mzuri sana nimeupanga kule ambao utakusaidia wewe pakubwa na utakupa maarifa na utakukuza katika namna ya kufahamu mahusiano na kuboresha ndoa zako. Nicheki katika hizo namba kupitia WhatsApp, utaupata utaratibu mzuri wa kupata madarasa yangu kule na kuweza kuimarisha mahusiano yako ama kujiimarisha mwenyewe kifikra. Ulikuwa na mimi Mombeki Crispin, nikuage tu kwa sasa. Mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video inayofuata. Bye bye.